Waamini wa Katoliki wameaswa kuwashika mkono mapadri wao kufanikisha zoezi la kujiunga na mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF utakaowasaidia nyakati za ugonjwa, uzee na wanapokuwa hawajiwezi. Akizungumza hivi karibuni jimboni Geita katika semina maalum kwa mapadri na viongozi wa halmashauri ya walei kutoka parokia zote za jimbo hilo juu ya hifadhi ya jamii kwa mapadri, watawa na walei, mratibu wa mradi wa hifadhi ya jamii kwa sekta binafsi ndugu Deodatus Sebastian amesema wakati umefika kwa mapadri kuwa na hifadhi za jamii. Hii itayapunguzia gharama kubwa majimbo wakati padri anapofikia uzee, nyakati za ugonjwa na utegemezi. Kwa hiyo NSSF imepewa nafasi sasa ya kutoa elimu, kuandikisha, lakini na kwa namna sheria ilivyo na utaratibu, basi na watu ambao wako kwenye sekta isiyo rasmi na makundi maalum kama ya dini kama iliyotufanya tumefika hapa, basi na wenyewe waweze kupata hii fursa ya kuweza kupata hifadhi ya jamii, ambapo moja kwa moja kwenye maboresho yaliyofanyika, maana yake ni kwamba vitu vyote ambapo alikuwa anapata yule mtu aliyoajiriwa kwenye sekta binafsi, basi na mtu ambaye yupo kwenye haya makundi maalum na aliyojiajiri, basi na yeye aweze kupata. Na manufaa hayo ni kama yafuatayo. La kwanza kabisa, zile ishu za pensheni zote ambazo walikuwa wanapata watu walioajiriwa kwa mujibu wa sheria kwa mwajiri, basi na huku sasa imerahisishwa kwa namna uchangiaji wako utakapokuwa unajiwekea ile akiba utakayokuwa tumekubaliana, basi na wewe utakizi moja kwa moja kuingia kwenye pension. Na pension utaratibu wake kwa mujibu wa sheria ya NSSF, ili uweze kuingia na kuwa na vigezo vya kupata pension, kwa maana tunasema yale malipo ya uzeeni, utaratibu wake maana yake ni uchangiaji usiopungua miaka 15, ambao ndani ya hiyo miaka 15 ndani yake tutakuta kuna miezi 180. Kwa hiyo kila mwezi mmoja unahesabika kama credit moja. Kwa hiyo credit 180 unakuwa umequalify kuingia kwenye pension. Kwa hiyo ukichangia ndani ya miaka 15 pasipo ku-withdraw zile hela ulizokuwa unajiwekea, moja kwa moja utakuwa umequalify kuingia kwenye pension ya uzeeni, ambapo utalipwa special lump sum ule mkupuo wa awali, lakini baada ya pale utakuwa unapokea kila mwezi pension ambapo utapokea kwa maisha yako yote utakapokuwa hapa duniani. Semina hiyo imeambatana na mkutano maalumu uliowakutanisha Mhashamu Baba Askofu wa Jimbo Katoliki la Geita, Flavian Kasala, mapadre, watawa na viongozi wa halmashauri ya walei kutoka parokia zote za jimbo kwa ajili ya kuangalia fursa za uwekezaji zilizopo ndani na nje ya jimbo na kutafuta njia ya kuinua mitaji itakayotokana na michango ya waamini na kuiwekeza mahali salama kwa maendeleo ya baadaye. Akielezea ulazima wa mapadre kuwa na hifadhi ya jamii NSSF, ndugu Deodatus amesema kuwa dhana ya hifadhi ya jamii awali iliwahusu wafanyakazi wa sekta maalumu hasa za serikali tu, lakini uhalisia umepelekea kuwakumbuka na kuandaa hata mababa hawa wa kiroho, yani mapadre, ili siku watakapozeeka wapate mahali pa kushika. Amesema uhalisia unaonyesha kuwa hata padre anaweza kupatwa na hali ya utegemezi, hasa nyakati za uzee, ugonjwa na kutojiweza kutokana na ajali. Amesema kuwa padre kama mtu yeyote anafikia ukomo wa nguvu za mwili, na hivyo yawezekana katika uzee wake akakosa baadhi ya mahitaji ambayo angeweza kuyalipia. Tunaonaje utafiti wetu ya habari ya bima ya afya ya NSSF kwenye wateja wetu? Je, wanaridhika au kuna malalamiko fulani? Kwa hiyo ukiwa unajiwekea 30,000 tukakaunti kwa miezi 3 consecutive umejiwekea, moja kwa moja utakuwa umequalify kuomba sasa uweze kupata matibabu ya NSSF. Kwa hiyo utatibiwa kwenye zile hospitali zote ambazo tumeingia nazo mkataba kwa sehemu uliopo. Nikiripoti kutoka hapa Jimbo Katoliki Geita, mimi ni Padre Salvatori Magangila.